ufalme wa Babeli uliishia kuisha baada ya Nebukadneza kuwa amejisifu na kukulisha unyazi miaka 7. Hatimaye tunaona kunainuka ufalme mwingine. Kwa njia gani? Ni kwa njia gani ufalme wa Babeli uliisha ili kukainuka ufalme mwingine wa pili? Nipe kitabu ni kile cha Danieli 5:1. Sasa tuingie ufalme wa pili, niguze kidogo alafu nimalize. Danieli 5 inasema Belshaza mfalme aliwafanyia wakuu wake 1000 karamu ndio kubwa. Angalia, akanywa divai mbele ya 1000 hao. Akanywa divai mbele ya 1000 hao. Sasa baada ya Nebukadneza kuwa amekufa na ameacha ufalme wake, baadaye ufalme wa Babeli ukachukuliwa na mfalme alikuwa anaitwa Belshaza. Sasa yule Belshaza akaamua kuweka karamu kubwa na akaandaa hata divai, akanywa divai mbele ya maelfu aliyoalika katika karamu hiyo. Soma andiko. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, na wakati Belshaza alipokuwa anaonja ile divai, akaamuru viletwe vile vyombo vya dhahabu na fedha. Akasema vyombo vya dhahabu na fedha ziletwe ambavyo baba yake Nebukadneza alivitoa katika hekalu ndio lililokuwako Yerusalemu. Soma. Ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuhuria wake wapate kuvinywea. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu, wakaleta vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu ya nyumba ya Mungu lililokuwako Yerusalemu. Endelea. Na mfalme na wakuu wake na wakuu wake na wakavinywea. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu ndio na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono vya kama ya samani. Saa hiyo vikatokea vidole. Haya, patia yule akusaidie kidogo upumzike, ndio kesho upate nguvu ya kuendelea kesho. Haya, barikiwa. Haya, patia hiyo. Sasa nataka tuende tu mtumishi, masaa hakuna. Haya, nipe hiyo andiko ambayo alikuwa nasoma. Mstari wote ni watano. Twende. Inasema saa hiyo vikatokea vidole vya mkono ndio wa mwanadamu. Soma. Vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme. Soma. Mahali palipokabili kinara. Twende. Naye mfalme akaona kile kitanga kinaandika kitanga cha ule mkono ndio ulioandika. Soma. Ndipo uso wa mfalme ukabadilika, fikira zake zikamfadhaisha. Viuno vyake vikalegea. Kwa hiyo ikaonekana viuno vya mfalme vimelegea, magoti yake yakagongana. Sasa akaanza kuona giza, magoti kaanza kugongana, akaanza kuuliza hili kitu gani naona. Sasa alipokuwa anafanya hivyo, angalia, sasa akashindwa maneno hayo aliyoyaona. Nani anaweza mtafsiria? Maana alielewa hapa kuna hatari ambayo imekuja. Sasa aliyekuwa na uwezo wa kutafsiri mambo hayo alikuwa ni Danieli. Akakuja akamtafsiria. Danieli 5:25. Msomaji hapo Danieli 5:25. Twende. 5:25. Danieli inasema hivi. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya. Sasa Danieli alipokuja kueleza akasema maandiko yaliyoandikwa ni haya. Mene, tekeli na peresi. Yakaandikwa mene, tekeli na peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii. Tafsiri ya maneno hayo ni mene. Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Mungu akahesabu ufalme wa Babeli, maana ulikataa kumtukuza Mungu na akaukomesha. Tekeli umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Sasa yule mfalme akapimwa katika mizani, akaonekana amepunguka, maana aliamua kutumia vyombo vya hekalu la Mungu kunywea pombe, na hivyo akajitukuza juu ya Mungu, akawa na kiburi. Na kitu ambacho kitafanya watu wengi waangamie hata siku ya leo ni kiburi, kujiinua, kujisifu na kiburi.
Sasa soma andiko. Peresi, ufalme wako umegawanyika. Ndiyo. Nao wamepewa Wamedi na Wajemi. Wakapewa Wamedi na Wajemi. Kwa hiyo ufalme wa Babeli ukaisha hapo mara moja. Ukainuka ufalme mwingine ambao ni ufalme wa Wamedi na Wajemi. Ufalme wa Wamedi na Wajemi tuliona ni mnyama wa pili. Mnyama wa pili katika kitabu cha Danieli 7 mstari wake wa 5, ambaye anaitwa ndubu. Mnyama anaitwa ndubu, aliye mifupa mitatu ambapo kichwani mwake. Na ufalme wa Wamedi na Wajemi ukaanza kutawala mwaka wa 539 kabla ya Kristo Yesu mpaka mwaka wa 331 kabla ya Kristo Yesu. Ufalme ule ufalme wa kwanza kutawala alikuwa ni nani? Nipe hapo Danieli 5:30. Twende Danieli 5 mstari wa 30 inasema usiku huo Belshazzar mfalme wa Kaldayo akafanya nini? Akauawa. Twende. Na Dario Mmedi ndio akaupokea ufalme. Tulia. Kwa hiyo ufalme wa Wamedi na Wajemi ukachukuliwa na mtu anaitwa Dario Mmedi. Dario Mmedi akawa kwanza kuchukua ufalme ule. Na ufalme ule katika Danieli 8, nipe Danieli 8, unafanishwa na mnyama pia anaitwa kondoo mume. Anaitwa kondoo mume. Nipe Danieli 8:20. Danieli 8 aya ya 20 inasema, sasa majeshi ya Wamedi na Wajemi yakaingia katika ufalme ule, wakaanza kuangamiza ufalme wa Babeli. Usiku ule ufalme wa Babeli ukatekwa, ukachukuliwa na Wamedi na Wajemi. Soma andiko. Yule kondoo mume uliyemuona, mwenye pembe mbili, aliye na hizi pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Kwa hiyo ufalme pia unafanishwa na kondoo mume. Ufalme wa pili kutamdia unafanishwa na kondoo mume aliye na pembe mbili, pembe moja wa Wamedi, pembe nyingine ya pili Wajemi. Ufalme wa Wamedi na Wajemi ukafanishwa na kondoo mume. Na pia katika Danieli 7 unafanishwa na mnyama anaitwa ndubu ambaye imeinuliwa upande mmoja wa Wamedi, upande mwingine wa Wajemi. Na katika Danieli 2 unafanishwa na kifua na mikono ya fedha, upande mmoja wa kifua na mkono wa Wamedi, upande mwingine wa kifua na mkono wa Wajemi. Kwa hivyo alishikana mataifa mawili, Wamedi na Wajemi, wakatengeneza ufalme mmoja unaitwa Medo-Persian Empire. Medo-Persian Empire ikawa ndio ufalme wa pili kulandia katika historia ya dunia hii. Ufalme wa pili ulioanza kutola mwaka 539 mpaka mwaka wa 331 kabla ya Kristo Yesu. Ufalme huo ambao ulitawala kwa wakati ule, nipe katika kitabu kile cha Danieli 11. Danieli 11 unatuonyesha kwamba ufalme ulitawaliwa na wafalme karibu 4 kabla ujaisha. Ulitawaliwa na karibu wafalme kama 4 natumaini. Anipe. Nasema 11:1. Twende. Tena mimi katika mwaka wa kwanza wa Dario Mmedi aliyetawala katika ufalme ule. Twende. Mimi nilisimama ili nimthibitishe Dario na kumtia nguvu. Twende. Nami sasa nitakuonyesha yaliyo kweli. Tazama, watasimama wafalme watatu katika Uajemi. Baada ya Dario Mmedi kusimama, pakainuka wafalme wengine watatu katika Uajemi. Kwa hivyo Wamedi, sehemu ya Wamedi Dario ndiye alikuwa kwanza, lakini hatimaye ikawa katika Uajemi wanaanza kuinuka wafalme kule. Naye mfalme wa 4 ndio atakuwa tajiri kuliko hao wote. Tulia. Kwa hivyo hao watatu walioinuka katika ufalme wa Wamedi na Wajemi walikuwa, baada ya Dario aliinuka Cyrus ama Koreshi. Wa pili aliyeinuka alikuwa anaitwa Dario Mwajemi. Kwa hiyo kuna Dario Mwamedi na kuna Dario Mwajemi. Hiyo unaweza soma katika kitabu cha Ezra. Unaweza enda kitabu cha Ezra hata 6 usome mstari wa 14. Alafu baada ya Dario Mwajemi kukainuka mwingine anaitwa Artashasta. Ama Taxis Kiingereza, sijui kama sijakosea. Artashasta. Yule wa chapter 4. Sasa hiyo unaweza enda chapter 4. Sasa ukiangalia baada ya Artashasta ndio kunainuka aliye tajiri kuliko wote, na huyo alikuwa tajiri kuliko wote alikuwa anaitwa Ahasuero ndiye aliyetawala kipindi ambacho Mordekai alikuwa hai, na mwingine alikuwa anaitwa Haman ndiye alikuwa anataka kuabudiwa. Sasa wacha nikuonyeshe ufalme huu
ni tabia gani walileta duniani ambayo imeteka Wakristo wa leo, alafu imalize. Na hiyo tabia nitaitaja kwa haraka. Sasa ufalme huu wa Wamedi na Wajemi, mbavu tatu ambazo unaziona kinywani za ile huyu mnyama ambaye anaitwa dugo. Hizo mbavu tatu ni maeneo matatu walioteka Wamedi na Wajemi ili kutawala dunia. Eneo la kwanza ilikuwa ni Babylon, ya pili ni Misri ama Egypt, na ya tatu ni Libya. Maeneo matatu waliteka ndio waweze kushinda, ili hiyo utaweza kuiona hata katika Danieli 8. Nipe Danieli 8 na mstari wake ni wa 4. Anzia hata wa 3. Danieli 8 mstari wake ni wa 3. Twende. Ndipo nikainua macho yangu, ndiyo nikaona na tazama, nini? Mbele ya mto ulisimama kondoo mume. Alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili. aliye na pembe mbili ambazo tumeona ni Wamedi na Wajemi, na pembe zile mbili zilikuwa ndefu. Twende. Lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili. Sasa hii moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ndiyo ilizuka mwisho. Asante. Kwa hiyo Wamedi walikuja kwanza, Wajemi wakakuja baadaye, wakapata nguvu kuliko Wamedi, na wao walikuja mwisho. Sasa Wajemi ndio wakawa na nguvu kuliko Wamedi. Kwa maana ndugu pia ndio pande moja. Sasa endelea kusoma. Mstari wa 4 inasema, ndiyo nikamuona huyo kondoo mume. Nikaona ile kondoo mume ama ufalme huu akisukuma upande wa magharibi, akasukuma upande wa magharibi Babylon, na upande wa kaskazini Libya, na upande wa kusini na upande wa kusini. Kwa hivyo wakateka maeneo matatu ndio watawale dunia. Babeli mwaka 538 kabla ya Kristo Yesu, Misri mwaka 525 kabla ya Kristo Yesu, na Libya mwaka 547 kabla ya Kristo Yesu. Ufalme ule ukiweza kutawala dunia. Lakini tabia gani ambao Wamedi na Wajemi walileta duniani ambayo imeteka ulimwengu wa Kikristo? Nipe kitabu cha Danieli 6 anzia 1. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote. Twende. Na juu yao akawaweka wakubwa watatu. Akaweka wakubwa watatu. Na Danieli alikuwa mmoja wao. Soma. Ili maliwali hawa watoe hesabu kwao. Twende. Mfalme asipate hasara. Soma. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa, ndiyo, na maliwali. Twende. Kwa maana roho bora ilikuwa ndani yake. Roho bora ilikuwa ndani ya mtu aliyekuwa anaitwa nani? Danieli. Endelea kusoma. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Endelea. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli. Wakaanza kutafuta jinsi wanaweza kumshtaki Danieli. Soma. Kwa habari za mambo ya ufalme. Twende. Lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Ndiyo. Kwa maana alikuwa mwaminifu. Unaona? Sasa Danieli aliangaliwa kuonekana hana makosa yoyote, maana ni mwaminifu. Hata katika masuala ya ufisadi hakuwa na ufisadi. Lakini angalia hata viongozi wa serikali wa leo hawezi kuwa waaminifu na hawezi kuaminika. Kwa nini? Ni wafisadi kabisa. Unapata ukiangalia Kenya hii yetu, ukiulizwa utasikia watu wakisema 80% na kwenda juu ni Wakristo. Lakini angalia asilimia 80 ikiwa ni Wakristo, ni kina nani waliojawa na ukora? Ni kina nani ambao si waaminifu katika serikali? Wakristo. Utasikia tu anaitwa Peter, Andrea, anaitwa Julius, anaitwa jina gani lingine la Kiingereza? Anaitwa Martin. Leta majina ya Kiingereza bwana. Sasa hii majina ni ya kibatizo, yaani wanasema ni majina ya Kikristo. Lakini ukiwaangalia wao ndio wakora number 1. Wao ni wafisadi number 1. Watu wanaingia serikali inapata hasara kubwa. Unapata mtu ameiba mamilioni ya pesa, ameweka mpengi, na saa hizo maskini wanaumia. Na sasa hizo mtu ameiba mamilioni ya pesa, ameweka mpengi, Mungu anamwangalia tu. Hizo pesa unaiba, unaficha ya serikali. Mungu anaangalia, malaika wa mbinguni wanaandika rekodi, wanapeleka mbinguni. Wanasema ni mkora, wewe ni mfisadi, wewe ni mwizi. Danieli hakupatikana makosa yote. Endelea kusoma. Wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Twende. Ndipo wale watu, sasa kidogo tu, unajua
hata wacha wale ambao wako katika serikali, watu wakubwa, hata watu wameshindwa kuwa waaminifu katika biashara zao. Biashara kidogo tu mtu anauza, lakini hata kuwa mkora. Anachukua kama anauza makaa, anachukua mkebe, anaponda pande hii, anainua pande hii ya nyuma, anaponda. Ili akiweka makaa ionekane kana kwamba imejaa sana, kumbe ameibia mwenye anauza, ananunua. Na malaika wanaandika rekodi wanapeleka. Mwingine akipima sukari, anapima sukari kama alikuwa anapima nusu, anapima 3/4. Anaibia mwenye ananunua, anamwibia kidogo. Unaona? Anafikiria atatajirika kwa sababu ya kuibia mwenye kununua. Sasa Wakristo wale wamekosa kuwa waaminifu. Lakini akienda kanisani, Bwana asifiwe sana, nimeokoka nampenda Yesu, anatoa sadaka kubwa, anafikiria Mungu, anaoga. Tunafaa kuoga Mungu ili tupate ufalme wa mbinguni. Uongo. Hatupati baraka ya Mungu kwa sababu ya kuoga Mungu. Huwezi kuoga Mungu. Mungu ndiye mwenye vitu vyote. Na Mungu si ati anataka mali zako ili upate uzima milele. Uongo. Tunatoa zaka na sadaka maana Mungu ametubariki, lakini si zile ambazo umeibia watu. Soma andiko sasa. Mstari wa 5 inasema, ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo. Usipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Unasikia? Kwa hiyo watu wa Mungu wakitafuta makosa ikosekane kabisa, wanaanza kutafuta makosa katika mambo ya neno la Mungu, mambo ya imani, mambo ya sheria za Mungu. Kwa hiyo waliamua kutafutia Danieli makosa katika sheria ya Mungu wake. Kwa hiyo watu wa Mungu wakiangalia onekane, akiangalia pande hii si mfisadi, akiangalia pande hii si mkora, akiangalia pande hii si mzinifu. Hata shetani anaona huyu hapa nimeshindwa. Anaanza kutafuta watu vile watatafutia mtu makosa katika mambo ya Mungu. Endelea kusoma. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme. Wakamwambia hivi, ndio, Mfalme Dario uishi milele. Na wakati wote shetani akitaka kuteka watu wa Mungu anatumia viongozi wa kiserikali na viongozi wa nchi. Endelea. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri, twende, na madiwani na maliwali, soma, wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme. Wakashauriana, wakaamua kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba, ndio, mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote, twende, au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, soma, ila kwako mfalme, ndio, atatupwa katika tundu la simba. Tulia. Kwa hiyo wale watu wakaamua mtu akipatikana akiabudu Mungu mwingine isipokuwa Dario, anafaa atupwe ndani ya tundu la simba. Je, Danieli alikubaliana na mambo hayo? Nipe Danieli hiyo 6:11. 6:11 inasema hivi. Ndio. Inasema basi. Sasa walipopitisha hiyo sheria ya kwamba hakuna mtu mwingine anafaa kuabudiwa na kuombwa isipokuwa Dario. Hakuna Mungu mwingine anafaa kuombwa isipokuwa Dario. Naye Danieli alijua kwamba anayefaa kuabudiwa ni Mungu wa mbinguni. Unajua kulifanyika nini? Sasa wale walipeleka sheria kama vile wakuka anatengeneza sheria, wanapelekea rais anaweka sahihi. Sasa Dario kwa maana ndiye alikuwa mfalme, akapelekwa akaweka sahihi. Alipoweka sahihi, sasa Danieli sasa akajua ile mambo imewekwa sahihi. Soma andiko. Basi watu hao wakakusanyika pamoja. Ndio. Wakamuona Danieli akiomba dua. Wakaona acha mstari wa 10 ndio nzuri. Mstari wa 10 nasema, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi. Wakati Danieli alijua kwamba yale maandiko yamekwisha tiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake. Madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Twende. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Sasa naomba nikuulize swali Mkristo. Wewe unapigaga magoti mara ngapi kwa siku ili uombe? Danieli alipiga magoti mara 3 kila siku. Hiyo ni maombi ya kupiga magoti. Si anaomba akiwa amesimama, saa zingine anaomba akikula. Lakini Wakristo wa leo hata wengine waangalie, mtu anaenda kuomba akiwa kwa kitanda. Akiwa kwa kitanda anaanza maombi. Akishtukia amelala. Asubuhi anakumbuka nilikuwa naomba, anasema amen. Sasa ya asubuhi ataomba saa ngapi? Na ni Wakristo. Na anasema Bwana asifiwe sana, niliokoka. Hata maombi ya familia pamoja hawezi kuomba. Nini kimewashika sana? TV.
mtu anakaa kwa TV runinga, anaangalia runinga, anaangalia TV, anaangalia TV, huyu ako na kipindi hii, huyu ako na kipindi, huyu kimaliza kuangalia hii. Mwingine ameenda kulala, mwingine ameenda sijui nini, mwingine anabaki huko. Saa ngapi wataomba kama familia pamoja? Na ndio maana Wakristo wengi maadili yamekosekana hata kwa watoto. Angalia vile wasichana wanapita huku, vijana wamekosa maadili. Na ukiangalia hao vijana wako na wazazi wao, unashangaa hao wazazi kweli wanachukua nafasi ya kushauri watoto wao na kuwalea katika maisha ya Kikristo, na ili wapate kuwa na maadili mema, watoto wakutegemewa. Angalia vijana wa leo, hawezi kutegemewa, hawezi kutegemewa, hawajapata fundisho kuwa na bidii. Wengi hata ni wakora. Ukiangalia Danieli alipiga, na alikuwa kijana. Danieli akiwa kijana alipiga magoti kila siku akaomba dua kwa Mungu. Danieli alipokuwa mzee alikuwa anaomba. Lakini wazee wa leo wengine waambie kunywa pombe, wengine waambie sijui kufanya nini. Wapendwa, maisha hayo hawezi kukusaidia. Sasa Danieli alipiga magoti kila siku akaomba dua kwa Mungu. Soma andiko. Akapiga magoti mara 3 kila siku akasali. Twende. Akashukuru mbele za Mungu wake. Akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Asante. Kwa hivyo Danieli ilikuwa ni tabia yake kupiga magoti kila siku kuomba, na hiyo ilimchangia yeye. Sasa nisomee mahali ambapo sasa walienda mbele ya mfalme. Endelea 11, 12 twende. Basi watu hao wakakusanyika pamoja. Wakamwona Danieli akiomba dua. Wakaona Danieli anaomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Wakaona na si mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme. Wakaenda mbele ya mfalme akamwambia, katika habari ya ile marufuku ya mfalme. Twende. Je, hukutia sahihi ile marufuku? Ndiyo. Ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote. Ndiyo. Au kwa mtu awaye yote. Ndiyo. Katika muda wa siku 30 ila kwako mfalme. Ndiyo. Atatupwa katika tundu la simba. Atatupwa ndani ya tundu la simba. Mfalme akajibu akasema, ndiyo, neno hili ni kweli. Akasema hiyo neno ni kweli. Kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Kwa sheria ya Wamedi na Wajemi ilikuwa haiwezi kubadilika. Soma. Basi wakamjibu wakasema, nini? Mbele ya mfalme yule Danieli, ndiyo, aliye mmoja wa wana wale waliohamishwa wa Yuda, ndiyo, hakujali wewe mfalme, hakujali wewe mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi. Soma. Bali aomba dua mara 3 kila siku. Soma. Basi mfalme aliposikia maneno haya, alikasirika sana. Asante. Kwa hiyo hatimaye mfalme akakasirika. Alitaka hata kumwokoa Danieli, lakini akapatikana hawezi kumwokoa kwa maana ile sheria ilibadilika. Na akaamua sasa wacha itwe, aletwe, atupa ndani ya nini? Ya tundu la simba. Sasa Danieli akatupa ndani ya tundu la simba. Sasa wale kitu ambacho walisahau kwamba Yesu anaitwa simba wa Yuda. Wakasahau kwamba pia simba nani anaomba? Yesu. Unaona? Sasa unafikiria simba anaweza kula Danieli, mtumishi wa Mungu? Sasa hawa waliamua Danieli atupa ndani ya tundu la simba. Lakini kusikia vile kulienda, Danieli akukuliwa na simba. Hatimaye kulifanyika nini? Nipe mahali ambapo mfalme anaenda kuangalia Danieli kama amekuliwa na simba. Inasema hivi, mstari wake ni wa 16. Haya, twende. Basi mfalme akatoa amri, ndiyo, nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Danieli akatupa ndani ya tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, ndiyo, Mungu wako unayemtumikia daima, ndiyo, yeye atakuponya. Unaona, kwa hiyo Danieli alijua kwamba Danieli anamtumikia Mungu wa mbinguni na atamponya. Soma. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu. Safi. Naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe, ndiyo, na kwa muhuri ya wakuu wake. Endelea. Lisibadilike neno kama lolote katika habari za Danieli. Endelea. Inaendelea kusema, ndiyo, kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, ndiyo, akakesha usiku kucha, akafunga, ndiyo, na vinanda havikuletwa mbele zake, endelea, na usingizi wake ukampaa. ndiyo,
Asubuhi mfalme akaondoka. Ndiyo. Mapema akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Ndiyo. Naye alipokaribia lile tundu, ndiyo, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Sasa hapa akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni, akasema, mfalme akanena akamwambia Danieli, ndiyo, Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, soma, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Soma. Ndipo Danieli akamwambia mfalme, nini? Mfalme uishi milele. Akamwambia mfalme, ishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake. Mungu wa mbinguni alituma malaika wake, naye amefumba makano ya simba. Soma. Nao hawakunidhuru. Hawakudhuru Danieli. Unaona? Hawakudhuru Danieli. Sasa Danieli hakukuliwa. Sasa malizia andiko. Naendelea ikisema, mstari wake ni wa changamka mtumishi, hatuna muda. Kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia. Endelea. Tena mbele yako, ndiyo, mfalme, soma, sikukosa neno. Ndiyo. Basi mfalme akafurahi sana. Akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Akaamuru Danieli atolewe katika ile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake. Wala dhara lolote halikuonekana mwilini wake, kwa sababu alikuwa anamtumainia Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakaleta wale watu waliomshtaki Danieli. Wale watu waliomshtaki Danieli wakaletwa, wakawatupa katika tundu la simba. Wao na watoto wao, na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Asante. Kwanza sema hiyo maiki yako kidogo. Unaweza kuniuliza swali, kwa nini wale ambao walishtaki Danieli ilisemekana waletwe wao na wake zao na watoto wao watupa ndani ya tundu la simba na wakakuliwa wote, na Danieli akatolewa, yeye akukuliwa? Unaweza niuliza kwa nini walitupa wote? Kwani watoto walikuwa na hatia gani? Wake zao walikuwa na hatia gani? Unaweza kuniuliza hivyo. Wewe hujaijua kwamba kuna dhambi ya harambee? Hujaijua? Wakati unaenda nyumbani unapanga mpango, unasema fulani tunataka kumwangamiza, anajionanga sana. Alafu unafika nyumbani unaanza kuongea na mke wako. Unamwambia mke wako, tuko na chama tunataka kuangamiza fulani maana anajionanga sana kwa kazi, ili tuchukue hiyo nafasi yake. Nawe mke badala umwambie hiyo mawazo uko nayo ni mbaya, mume wangu, naomba tuombe Mungu hiyo roho ikuondoke. Mke naye anaanza kusema ndio unafanya vizuri. Malaika wanaandika nasema hata wewe umekubaliana. Watoto nao wako hapo, watoto wa siku za leo wenye wana adabu, wanaongea mbele ya wazazi, hata wao wakiongea wanaingilia hata mambo ya wazazi. Ni kweli. Unapata mtoto wako, unajua wakati mimi nililelewa wakati ambapo baba na mama wakiongea mambo yao, siwezi patikana hapo. Ni kweli. Lakini waleo sasa mtoto akaapa, ndio ndati. Yaani hata yeye mtoto ako na masengenyo hata kuliko wazazi wake. Unaona? Sasa hiyo dhambi, mama, mzee na watoto wote wanahesabiwa wote kwa kamia. Malaika wanachukua rekodi. Kwa hiyo kuna dhambi ya harambee, ujihadhari sana. Hiyo dhambi ya harambee. Usishiriki dhambi ya mume wako. Jihadhari sana. Sasa walitupa wote wakaangamia. Sasa hiyo tabia ya Wamedi na Waajemi kuweka mwanadamu aabudiwe kama Mungu, hiyo tabia iko duniani siku ya leo. Kuabudu ni kufanya nini? Nipe Zaburi 95 mstari wa 6, mafungu machache alafu namaliza. Kila swali utaniuliza swali. Sasa sikiza. Tabia hii ya mwanadamu kutaka kuabudiwa ilikuwa katika serikali ya Wamedi na Waajemi. Utakumbuka pia Aman alikuwa serikali hiyo, na Aman alitaka kuabudiwa. Mordekai akakataa. Na akaanza kutafutia vile ataangamiza Mordekai, hata akatengeneza msalaba wa kumtundika. Yeye mwenyewe alitundikwa kwa hiyo msalaba. Kwa hivyo jihadhari sana watu wa Mungu, unapowatafutia njama, ujue Mungu anawalinda. Sasa nipe hii andiko. Inasema njooni tuabudu tusujudu. Njooni tuabudu tusujudu. Tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Ati tupige magoti mbele za mwanadamu.
Bwana aliyetuumba. Kwa hiyo hatufai kupiga magoti mbele za wanadamu, ni mbele za nani? Mbele za Mungu. Unaona? Lakini siku ya leo wanadamu wa leo kama Wahamiadi na Wajemi wa kitambo, wanadamu wa leo hata wachungaji wanataka kupiga magoti kama Mungu. Viongozi wa kanisa wanataka kupiga magoti kama Mungu. Yaani mwanaume anapigia mwanamke magoti. Mungu peke yake ndiye anafaa kupigiwa magoti. Hakuna mwanadamu anafaa kupigiwa magoti. Hakuna. Angalia. Hata Petro alikataa. Nipe kitabu cha Matendo ya Mitume. Hata Petro alikataa, akasema hataki kupigiwa magoti. Wakati aliona Kornelio anampigia magoti, alikataa. Nipe 10:25. Twende. 10:25. Matendo ya Mitume. Lakini siku ya leo wanadamu wa leo wanataka kupigiwa magoti. Unaona? Wanapigiwa magoti. Asoma andiko hiyo. Inasema Petro alipokuwa akiingia. Wakati Petro alipokuwa anaingia, Kornelio akatoka kumlaki. Akamwangukia miguu akamsujudia. Akamwangukia miguuni akafanya nini? Akamsujudia. Petro alikubali. Lakini Petro akamuinua akamwambia, akasema, nini? Simama. Nini? Nami ni mwanadamu. Mbona huyu hakusema hivyo? Hao wanampigia magoti. Na mbona hakuwainua kuambie mimi nami ni mwanadamu? Unaona? Mtu madevu. Lakini angalia siku ya leo, Wakristo wa leo, angalia wachungaji na viongozi wa dini. Unajua vile wanafanya ni wajanja. Anakuja hapa anaweka kimseji hapa ya kurukaruka. Hakuna mnachungu anasoma kafungu kamoja nasikia. Yesu akapita katikati yao. Alafu nasikia utapita katikati ya shida zako. Utapita katikati ya mimi zako. Na watakuona. Biashara yako itatembea. Ninakuombea jioni ya leo ya kwamba utaenda na pikipiki, na kama ulikuwa unaenda pikipiki utaenda na proboxi. Sasa unashangaa mambo ya proboxi na mambo ya mbingu inatoana wapi? Alafu akimaliza hizo vituko, hiyo nyingine ni kuruka. Wakimaliza kuruka anasema wangapo wanataka kuokoka, kuja hapa nikuombee uokoke. Unaitwa. Ukikuja unafika, unaambiwa piga magoti mbele yangu ili nikuombee uokoke. Unapiga magoti mbele ya pasta. Nani alisema tupige magoti mbele ya pasta atuombee ili tuokoke? Tunafaa kuokoka tukifanya nini? Nipe Matendo ya Mitume, nipe Marko 16:15. Marko 16 aya ya 15. Kwa hiyo siku ya leo hata viongozi wa kanisa wameanza kujifanya kama Mungu. Wanataka kupiga magoti kama Mungu. Nipe andiko hiyo, twende. Inasema hivi mstari wake ni wa 15. Mungu peke yake ndiye anafaa kupigiwa magoti. Hakuna mwanadamu anafaa kupigiwa magoti. Soma andiko. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote. Yesu huyo. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kama vile tumekuja hapa. Aaminie, atakayeamini injili ambayo tunahubiri na kubatizwa ataokoka. Kwanza watu wataokoka baada ya kufanya nini? Kuhubiriwa injili na kuhubiriwa injili, alafu waamini hiyo injili na wabatizwe. Alafu wabatizwe ndio waokoke. Sasa kuomba napata ni kubatizwa? Hapana, kuna hatua. Hatua ya kwanza, sikiza injili. Usikie injili hiyo useme hiyo injili ni ya kweli. Point number 2, amini. Ukishaamini, batizwa. Ukibatizwa utaokoka. Si ati umeokoka saa hizo, hapana, utaokoka. Nikisema utaokoka, kwa nini nasema hivyo? Maandiko yanasema atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Sasa Yesu alisema hivi kitabu cha Mathayo 24 na mstari wake natumaini wa 13 hapo. Yesu alisema atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa nini ni kuokoka gani? Watu wamechanganyikiwa. Tutakuja kukuonyesha zaidi. Kwa hiyo wapendwa, tabia ya mwanadamu kupigiwa magoti, hiyo Mungu alipiga marufuku. Hakuna mwanadamu anafaa kupigiwa magoti, hata pasta hafai kupigiwa magoti. Na wengine wakaamua kuchukua hata majina ya Mungu. Wacha nipeane moja alafu nimalize. Wengine wakaamua kuchukua majina ya Mungu, kujifanya Mungu kabisa, jina moja la Mungu mtumishi. Nipe kitabu, alafu kuna Biblia Kiingereza hapo. Nipe mafungu mawili alafu nimalizie hapo. Nipe kwanza Biblia Kiingereza. Maana wanajipatia majina ya Kiingereza. Na kwa sababu wa Kristo hawajui majina ya Kiingereza inamaanisha nini. Nipe Zaburi 111 mstari wa 9. Inasema, twende. He sent redemption unto his people. Alituma wokovu kwa watu wake. He hath commanded his covenant forever. Ameamuru agano lake liwe la milele. Holy and reverend. Ati holy and reverend. Holy and reverend. Kwa hiyo ukisikia mtu akijiita his holiness, anachukua jina la Mungu.
Ukisikia mtu akijiita reverend, ujue yeye anajifanya Mungu. Ala, na unaona watu kanisani siku ya leo nasikia mtu anasema reverend wetu, reverend. Si unipe Efeso 6. Nipo Efeso 6. Hebu sikia. Hakuna kiongozi wa kanisa ndani ya Biblia anaitwa reverend. Hakuna. Nipo Efeso 6, Efeso 4 ndio nzuri. 11. Efeso 4 aya yake ni ya 11. Wacha tufike pale. Alafu usikie huyu Biblia anasema, nikuwekea video kake usikie alafu malizia hapo. Efeso 4 aya yake ya 11 twende. Ya 11 inasema hivi Efeso. Wewe barikiwa. Samahani mpepo inatatiza. Barikiwa. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Yesu alitoa wengine. Sikia viongozi wa kanisa. Maandiko yanasema Yesu alitoa wengine kuwa mitume. Na wengine kuwa manabii. Na wengine kuwa wainjilisti. Na wengine kuwa wachungaji. Ndio. Na walimu. Hapo reverend hapo. Unasikia reverend hapo? Hakuna kiongozi wa kanisa anaitwa reverend. Hatari. Na hakuna kipao ambacho Mungu alipeana kinaitwa reverend. Hakuna, hiyo ni jina lake Mungu. Lakini viongozi wa kanisa siku ya leo unasikia reverend is holiness. Wanaitwa majina ya Mungu. Wameanza kujifananisha na Mungu. Wengine kusikia huyu Biblia alifanya, alisema kusikia huyu. Sikia. Alafu tumalizia. The mighty prophet of the Lord. Nilitaka kukutana nabii mkubwa wa Bwana. And when the Lord comes to speak with him, na wakati anapokuja kunena naye, Bwana anakuja kunena naye. Karibu nichape na microphone. When the Lord comes to speak with him, wakati Bwana anakuja kunena naye, the Father, Baba, in the dream, katika ndoto, when he comes to him, anapokuja kwake, he always calls him. Kila wakati anamuita, he calls him, my Lord. Anasema Bwana wangu, my Lord, Bwana wangu. Look what they have done. Tazama kile ambacho wamefanya. Unasikia? Sasa huyu hata anapopigiwa magoti yeye mwenyewe anajidai kama Mungu. Anasema nini? Anasema akiwa katika ndoto ama katika maono, Bwana ama Mungu anapokuja kusema na yeye, Baba anapokuja kuzungumza na yeye katika maono, akizungumza na yeye, Mungu wa mbinguni anamuita huyu anamuita my Lord. Hala. Yaani Mungu aita mwanadamu my Lord. Hatari. Atiangalia vile wanafanya duniani. Uongo. Hakuna mahali Mungu ameisema ati Mungu wa mbinguni anaita mwanadamu kama mimi na wewe tunaenda choo ati my Lord. Mungu hakuita my Lord kama nani? Uongo. Lakini yeye anajiita my Lord. Anasema Mungu anamuita my Lord. Tena anajiita mighty prophet. Mighty prophet. Sasa hebu tusikie jina mighty prophet ni nani? Nipe andiko hiyo. Luka 24:19. Twende. And he said unto them, na maana ile jina anajiita mighty prophet ni jina la Kiingereza. Ndio maana tunasoma na Kiingereza. Sikia, what things? Ati mambo gani? And they said unto him, na wakamwambia concerning Jesus of Nazareth, kuhusu Yesu wa Nazareti, which was a prophet mighty indeed. Kwa Yesu ni mighty prophet. Unaona? Sasa huyu anachukua jina la Yesu, anajiita mighty prophet. Na jina mighty prophet ni ya nani? Yesu. Sasa huyu na Yesu anataka kumaanisha yeye kama Yesu. Unaona? Hatari sana. Kwa hiyo siku ya leo watu wengi wameacha mpango wa Mungu, wanafuata mambo ambayo yalikuja na kipagani. Naomba nikomee pale nikisema kwamba Mungu anatupenda, lakini shetani amefanya wanadamu wajifanye miungu ili wavunje amri ya kwanza ya Mungu ambayo inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wake wa 3. Mungu amesema ndiye Mungu na hakuna hatufai kuita mtu mwingine Mungu. Na hatufai kufanya kitu kingine Mungu. Lakini siku ya leo watu wamechukua mamlaka ya Mungu, wanataka kuabudiwa kama Mungu, wanataka kupigiwa magoti kama Mungu, lakini Mungu ni mwema kwetu, anatujali. Ndio maana nataka tuelewe mambo haya ili tusije tukaita watu majina ya Mungu, tusije tukapigia wanadamu magoti kama Mungu. Na ukikuja tuombe pamoja, usikuje upige magoti mbele yangu mimi nikiwa nimesimama ati nikuombee. Uongo. Kama ni kuomba, sisi wote tunatoshana mbele za Mungu, sisi wote magoti chini tuombe Mungu atusikie. Lakini sio kupiga magoti mbele yangu ati kwa sababu ni mhubiri. Hapana, tunatoshana mbele za Mungu
Kile kimefanyika ni Mungu amenirehemu akanipatia injili yake nikuhubirie, hata wewe uokolewe, uamini injili. Amina. Hata wewe unahitajika kuwa mhubiri, uhubirie wengine ambao katika giza. Usimame tuombe. Baba, anasema Bwana nisaidie sana mambo haya, ningependa nizidi kujifunza zaidi. Kama ni ombi lako, inua mkono, tunaomba. Unasema mambo haya tunataka tuyaelewe zaidi sana. Inua mkono, tunaomba. Jina lako litukuzwe, mfalme wa mbingu na nchi. Asante kwa sababu ya watoto wako ambao wamekuwa waaminifu, wamesikiza neno lako kwa uaminifu. Wabariki, wazidishie neema. Wote walio na biashara katika eneo hili zibariki, ambazo ni sawasawa na mapenzi yako. Na wale ambao wako na kazi maeneo tofauti tofauti, zidi kubariki kazi zao ambazo ni sawa na mapenzi yako. Jioni ya leo linda kila moja, tupe usingizi mwema, tupe amani, tupe nafasi ya kesho kuendelea kujifundisha zaidi. Liwe ni kwa kusudi la kuliinua jina lako milele, na ni katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na hata kushukuru. Amina. Tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante. Bwana wabariki, neema ya Bwana iwatoshe. Amina.